salafi, mpaka unayemfuata awe ni huyu mmoja tu katika dini ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii eneo ni muhimu sana pia, na hapa nitapigia mfano ili tuelewane. Hii mutabaa lazima tuipigie mfano. Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen anatuambia kwamba ili umfuate mtume unatakiwa ufanye mambo mangapi? 6. 6 au bi 6 tatahaqqaqu al-mutabaa. Kupitia mambo 6 basi kufuata kwako kutahakikiwa. Mmeelewa ndugu zangu? Jambo la kwanza, sababul ibada. Hilo ni jambo la kwanza. Ili wewe uifanyie kazi hii aya ya kumfuata mtume katika hii dini, lazima umfuate mtume katika sababu ya ibada. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, jinsul ibada, ni jinsi ya ibada. Jambo la tatu, qadrul ibada, qadrul ibada, kiasi cha hiyo ibada. Unafanya kwa kiasi gani hiyo ibada? Jambo la tatu, la nne, zamanul ibada, muda wa hiyo ibada. Jambo la tano, makanul ibada, mahala pa kufanyia hiyo ibada. Jambo la sita na la mwisho, kaifiyatul ibada, namna sasa ya kutekeleza hiyo ibada yenyewe. Unatekelezaje hiyo ibada? Mmeelewa ndugu zangu? Tukianza na kwanza, sababul ibada, mtachagua ibada moja, tuchague ibada ya swala, alafu tuipitishe kwenye nyanja hizo zote ngapi? 6. Umeelewa? Ili tuone namna ya kumfuata mtume alayhi salam. Tukisema sababul ibada, maana yake ni kwamba hal huwa shar'iyyun, kwamba je, sababu ambayo wewe imekusukuma kufanya hiyo ibada ni sababu ya kisheria, imewekewa sheria na Allah. Kwa mfano swala, sababu ya kuswali ni dukhulul waqt, kuingia kwa nini? Wakati. Ukiingia wakati wa swala imepatikana sababu ya kisheria ya kufanyaje? Kuswali. Fala tusalla qabla waqtiha, hapaswaliwi kabla ya wakati wa swala kuingia. Umeelewa? Hii nukta ya kwanza. Maana yake ni kwamba hakuna ambaye Muislamu atamkubalia mtu ambaye ataswali salatu dhuhuri saa ngapi? Saa 5. Atakubalika huyo? Kwa sababu gani hakubaliki? Ametumia sababu ya kuswali isiyokuwa ya kisheria. Umeelewa ndugu zangu? 2, jinsul ibada, jinsi ya ibada. Maana yake hal hiya min jinsi al-ibadat al-mashru'a am bid'ah? Je, hiyo ibada hiyo ni katika jinsi ya ibada ambazo zimewekewa sheria au ni bid'a? Hiyo ni uzushi tu. Mfano, ibada ya kuchinja, tumeambiwa tuchinje nini? Bahimatul an'am, sio? Kuchinja wanyama wanaofugwa, sio? Ambao ni nini? Mbuzi, kondoo, ngamia, ng'ombe, sio? Hiyo ndio jinsi ya wanyama ambao tumeambiwa tufanye, tuwachinje. Lakini wewe sasa ukaenda kumtafuta mbutuka. Mnamjua mbutuka nini? Huyu sasa mimi nachinja udhuhia kwa kumchinja mnyama huyo, tutakwambia umekhalifu kujamfuata mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu huyo mnyama si katika jinsi ya wanyama waliofanyaje, walioainishwa na sheria. Tukija katika ibada ya swala sasa, tukija katika ibada ya swala, as-salatu jinsuha, jinsi ya swala imma itakuwa ni salatu mafruḍa au salatu nafila. Imma itakuwa ni swala iliyofaradhishwa au ni swala iliyosunishwa. Hiyo ndio namna kumfuata mtume katika jinsi swala, kwamba hiyo swala yako imma itakuwa ni ya faradhi au itakuwa ni ya nini? Ya sunna. Kwa hiyo ukisema hii swala ninayoswali mimi ni swala ya faradhi, maana yake unayo dalili kwenye Qur'an na Sunna. Ukisema ni swala ya sunna, pia unatakiwa ulete dalili kwamba mtume amekwambia wapi swala hiyo swala. Hiyo ndio maana ni jinsu al-ibada. Kwa hiyo hatuswali isipokuwa swala ambayo imefaradhishwa au swala ambayo imefanyaje, imesunishwa. Hiyo ndio maana jinsi swala. Lakini vile qadrul ibada,
kiasi cha nini? Ibada. Kwa hiyo tutaangalia hapo kwamba hal lilibada miqdarun muhaddadun, je, hiyo ibada ambayo tunataka tuifanye sheria imeweka kiasi maalum cha kufanya amla, au unajifanyia tani yako unavyotaka wewe mwenyewe kwenye nyanja ya ibada. Kwa hiyo tukija katika swala, qadruha 5 salawat, kiasi chake ni swala ngapi? 5 kwa kutwa, sio? Lakini kila swala ina idadi ya nini? Rakaa, idadi hiyo qadr. Salatu dhuhr swala rakaa ngapi? Rakaa 4. Salatu al-asr swala rakaa ngapi? Rakaa 4. Salatu al-maghrib rakaa 3. Salatu al-isha rakaa 4. Salatu al-fajr rakaa ngapi? 2. Atakayeswali salatu dhuhr rakaa 3 mtamkubali? Kwa hiyo tusimkubali wakati mnasema hakuna ubaya? Au atakayeswali salatu adh-dhuhr rakaa 5 mtamkubali? Hamtamkubali. Kwa hiyo msimkubali wakati mnasema nyinyi kwamba hakuna ubaya. Niwahi kuswali msikiti mmoja, jiji kimoja na kistiri, tukaswali salatu al-asr adh-dhuhr, yule imam akakosea akazidisha rakaa ngapi? Ya 5. Tumempigia tumemwambia subhanallah, lakini hakuzinduka, akazidisha rakaa 5. Baada ya salam, wale wenyewe wa ule msikiti wakawa sisi tunafanyaje jamani, rakaa 5 tumeswali. Ndio akatoka mmoja katika wale wasimamizi wa msikiti akasema, hakuna ubaya kwa sababu tumeswali rakaa 5, kwa mimi naamini kabisa kwamba thawabu zitakuwa ni nyingi zaidi. Haya maneno yasikia kwa masikio yangu, wallahi. Anasema hakuna ubaya jambo hilo kwa sababu tumeswali rakaa 5, kwa hiyo hata Allah atatulipa thawabu nyingi zaidi kwa sababu rakaa zimezidi. Tayib, kwa hiyo tunasema hiyo ibada kama haitarekebishwa tunasema imekosa nini? Mutabaa, kwa sababu hajafuatwa mtume katika nini? Qadrul ibada, kiasi cha nini? Ibada. Rabi'an, zamanul ibada, muda wa hiyo ibada, muda wa hiyo ibada. Kwa hiyo hapa tutaangalia hal laha waqtun muhaddadun, je, hii ibada ambayo tunataka tuifanye ina wakati maalum ambao sheria imeuweka? Haya waislamu wanatakiwa wayatafakari kabla hawajaingia katika nini? Ibada. Je, hiyo ibada inayo wakati maalum ambao umewekwa na sheria, am tufalu fi ayi waqt, au inafanywa hiyo ibada katika wakati wowote ule? Tukija katika ibada ya swala, likulli salatin waqtuha, kila swala ina wakati wake. Imekuja hadithi kabisa kutuambia adhuhuri utaswali muda gani, alasiri utaswali muda gani, magharibi muda gani. Kila swala Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama hatuna saa, tunajua namna ya kufanya kuswali. Alaysa kadhalik? Tayib, lakini nukta ya ngapi? Ya 5, makanul ibada, mahala pa hiyo ibada. Hapa tutaangalia nini? Hapa tutaangalia hal laha mawdhi'un makhsus, je, hiyo ibada sheria imeweka mahala maalum pa kuitekelezea hiyo ibada, am tasihu fi kulli makanin, au hiyo ibada itasihi tukifanya mahala popote pale. Katika ibada ya swala tunasema inasihi mahala popote pale itakaposwaliwa, illa katika makaburi wal hammam, na katika nini? Katika choo, ndio na yale maeneo yalikuwa mfano wa haya. Mtume anasema al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam, ardhi yote ni msikiti isipokuwa makaburi na nini? Na choo, ndio hivyo. Kwa hiyo swala ni ibada ambayo ikiswaliwa mahala popote pale itasihi. Tunazungumzia makanu al-ibada, mahala pa ibada, lakini japo kwa tumewajibishwa kuswali salatu al-jamaa fil masjid. Tayib, nukta ya mwisho ni kaifiyatul ibada, namna ya kutekeleza hiyo ibada. Sasa hiyo ibada tunaifanya fanyaje? Hapa tutaangalia hal addaita kama waradat ani nabii sallam, je, hiyo ibada yenyewe umeifanya kama vile ambavyo mtume mwenyewe alifanya, am addaita biaqlik, au wewe
katika swala? Tunayo sisi sifatu swala, sifa ya swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslim, kutoka katika takbirat al-ihram mpaka kutoa salamu, wote mtume ametuelekeza namna ya kuswali. Kwa hiyo wewe usiswali kinyume na hivyo. Wallahi haya mambo lau Waislamu tungalikuwa tunayazingatia, isingalipatikana bid'a, kwa sababu tungekuwa ni wa kweli kwenye kufanya mambo yetu. Sasa wewe chukua tu mambo ambayo yamezushwa leo hii, alafu yaingize kwenye haya mambo sita, uone namna kila ukiliingiza inaondoka tu, kila ukiliingiza halitaki kukaa katika haya mambo haya sita. Mfano, al-ihtifal bil maulid an-nabawi lipeleke katika nini? Lipeleke katika zamanu au sababu al-ibada. Sababu ya nini? Ibada. Sababu ya nini? Ibada. Sababu gani inakufanya wewe usherekee mazazi ya mtume alayhi wasallam? Utasema mimi nafanya hivi kwa sababu na ni siku ambayo amezaliwa nani? Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hapo sasa utatakiwa utoe dalili inayoonyesha kwamba siku aliyozaliwa mtume watu wanatakiwa wafanye sherehe. Utapata ukipeleka katika nini? Jinsul ibada. Haya, tumeambia tufanye mara ngapi? Jinsul ibada, jinsi ya hiyo ibada ya al-ihtifal bil maulid an-nabawi tagoma. Ukipeleka katika nini? Zamanul ibada, qadrul ibada, unafanya kwa kiasi gani? Itagoma. Hatuna dalili, msimote mnakosa dalili. Ukisema uipeleke katika zamanul ibada, muda wa kufanya hiyo ibada, muda gani sasa tunafanya? Kwa sababu mtume anatakiwa tuambie kwamba fanyeni hiyo ibada muda fulani. Haya, wapi tumeambiwa tufanye hiyo ihtifal bil maulid an-nabawi? Mwezi wa mfungo ngapi? 6 mfano wake. Tutataka dalili mfano wake. Haya, tukisema tuipeleke katika nini? Makanu al-ibada, tunafanyia wapi? Msikitini au tutafanyia nyumbani kwake mtu, au tunafanyia wapi? Tunaifanyia kwa sababu ni ibada hiyo. Haya, tukisema tupeleke kaifiyatul ibada, hapo ndo pagumu zaidi. Haya, mtume ametuambia tusherekee vipi? Hiyo sherehe yenyewe tunaifanyaje? Kwa sababu salatul Eid al-Adha ina utaratibu wake. Mtume ametuambia namna ya kusherekea. Rais kadhalika salatul Eid al-Fitr, mtume ametuambia namna ya kusherekea hiyo Eid al-Fitr. Sasa hii al-ihtifal bil maulid an-nabawi tunafanyaje ili tuhesabie kisheria kuwa tumesherekea mazazi ya mtume? Naomba mnifundishe namna ya kufanya ili mpaka sheria inihesabu mimi kwamba nimesherekea mazazi ya nani? Mtume. Swala, mtume anatuambia sallu kama raaitumuni sallu. Haji, mtume amesema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada yenu ya haji. Udhu, mtume amesema man tawadda nahwa udhu'i hadha, mwenye kutawadha mfano wa udhu wangu huu, maana nitawadha kuonesha mwanzo hadi mwisho. Haya, maulidi hii tunafanyaje? Kaifia yake tunafanyaje? Kushia na inakuja hapa tukiwa kweli kabisa, ikawa hatuna taasub, bali tumetakasa nyoyo zetu huku tukimwogopa Allah tabaraka wa taala, tutagundua kwamba hili jambo halina nini? Halina mashiko katika dini, bali ni vitu ambavyo tumeingiziwa na maadui wa Uislamu. Hiyo ndio hakika. Tayeb, tuhame hapa. 7 wa hatta tadura ma'a ad-dalili haythu dara, wa hatta tadura ma'a ad-dalili haythu dara, ili uwe salaf mpaka uzunguke na dalili vile dalili ilivyozunguka, duna taassubi, basi na kuwa na ushabiki. والدليل قوله تبارك وتعالى، ندليل hilo ni kauli yake Allah tabaraka wa taala, ittabi'u, fuateni, ma unzila ilaykum min rabbikum, yale yaliyoteremshwa kutoka kwa Mola wenu mlezi, wala tattabi'u, na wala msifuate, min duni, yasiyokuwa hayo, awliya qalilan ma tadhakkarun. Wanaambiwa hawa lakini ni machache. Wala tattabi'u min dunihi awliya, na wala msifuate yasiyokuwa hayo mkawafuata vipenzi vyenu nyinyi. Qalilan ma tadhakkarun, ni
machache mno ambayo wanakumbuka wanapoambiwa. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره. maana hiyo aya ni kwamba msitoke nyinyi mkaachana na yale ambayo yamekuja